Kama walivyotangulia wenzangu, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehema, kwa kutujalia neema ya uhai na uzima na kutuwezesha kuhudhuria katika tukio hili kubwa la kihistoria la mashindano ya kitaifa ya kuhifadhi Qur'an kwa wanawake watu wazima. Lakini kwa dhati kabisa naipongeza kamati ya maandalizi chini ya uratibu wa Ustadh Mohamed Samata kwa kazi kubwa walioifanya kufanikisha shughuli hii adhimu. Naishukuru kamati kwa kumwalika Mama Mariam kuwa mgeni rasmi, na kwa niaba yake niko hapa. Lakini vile vile tunawashukuru viongozi wote wa dini pamoja na wa serikali na wageni ambao tumehudhuria kuipamba shughuli hii. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, kwa hakika mashindano haya ni ya kipekee sana. Kwanza, yanahusisha wanawake kwa kiasi kikubwa mno, kuanzia washiriki, lakini majaji, lakini tumeona namna gani washereheshaji wetu walivyoipamba shughuli hii, lakini kwa wingi kabisa wanawake tumehudhuria. Hata mlimwalika Mama Mariam Mwinyi kuwa mgeni rasmi, na yeye ametambua umuhimu wa kuhudhuria na akaniambia nihudhurie kwa niaba yake nikiwa mwanamke. Kwa hiyo anaipa umuhimu na amejua mantiki ya yeye kualikwa, na mimi amenipa kazi, amenituma nije kushiriki kwa niaba yake. Lakini kubwa zaidi, mashindano haya yanafanyika ya kitaifa kwa wanawake watu wazima, si tu ya kuhifadhi Qur'an, lakini pamoja na tafsiri. Na hili ndilo jambo kubwa, maana kama ilivyokuwa imeelezwa hapa, tunaweza kwamba wengi wetu tunaijua kuisoma Qur'an, lakini tafsiri ya maneno yale kama hatujui, maana hatutaweza kuiishi Qur'an. Kwa hivyo waandaaji wetu Ummul Muminina Aisha Foundation mmefanya ubunifu wa hali ya juu ambao huu utakwenda kutusaidia katika miamala yetu yote ambayo tunaifanya, kwa sababu kipengele hichi cha kushindanisha tafsiri ya Qur'an. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, tunaelewa kwamba kuna mafanikio makubwa, na hii ni mashindano ya 14 ya kuhifadhisha Qur'an. Ni jambo kubwa na tunapaswa sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ambayo ametufikisha. Lakini mbali ya mafanikio hayo, bado kuna umuhimu mkubwa wa kuyaunga mkono mashindano haya ili yaweze kukua na kufikia kiwango kikubwa zaidi. Na nimependa sana maneno ya ndugu yangu Latifa katika hili, kwamba sisi wanawake ambao tuko katika nafasi mbalimbali za uongozi, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba katika yale tunayoyafanya basi tuunge mkono juhudi kama hizi, na hili litatusaidia kama taifa. Kama tunavyojua sisi wanawake ni karibu 52% ya watu wote. Kwa hiyo utaona nafasi ambayo tunapewa kwa kuwa sisi ni wingi. Lakini nafasi yetu ipi hasa? Kama ilivyoelezwa, sisi ndio walezi wa jamii, sisi ndio walezi wa familia, na tunaambiwa ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii nzima. Kwa hiyo hakuna namna, ni lazima kila mmoja wetu kwa nafasi yake kuhakikisha kwamba tunaunga mkono juhudi kama hizi ambazo zinaletwa kwa ajili ya kuinua mioyo, lakini kututengenezea miamala katika mwelekeo mwema duniani pamoja na akhira. Kwa hiyo tunataka kujikomit kwamba tutaendelea kushirikiana pamoja na taasisi ambazo ziko katika kuyafanya haya mambo mema.
Ndugu viongozi na ndugu washiriki, na tunashuhudia kuwa waandaaji wanafanya kazi kubwa katika mazingira yenye changamoto nyingi. Kwa hivyo ushirikiano wetu sisi kama wadau katika kuboresha zawadi pamoja na mahitaji mengine ya mashindano utasaidia kuongeza hamasa na motisha zaidi. Nachukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wale wote ambao wamechangia kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha mashindano haya yanafanikiwa. Hakika kuchangia katika kufanikisha mambo kama haya ya kheri kumehimizwa katika Uislamu, kwani kuna fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu atupe nguvu katika kuzitumia neema zake ambazo ameturuzuku ili iwe sababu ya kupata mafanikio hapa duniani na kesho mbele ya haki. Sasa kipekee naomba tu kuwatambua kwa mara nyingine tena kwa msisitizo Al-Rajai Foundation ambao wametudhamini kwa kiasi kikubwa, Kingo Property Limited, na wao vile vile tunawashukuru na kuwapongeza sana. Azam Marine Company Limited, na wao tunawapongeza katika kuchangia kufanikisha mashindano haya. Wengine ni wenzetu wa TV Iman ambao nao wako mstari wa mbele kushajiisha masuala haya ya Kiislamu, pamoja na African TV ambao nao pia wametuunga mkono. Wenzetu wa Tesmi tunawashukuru, na mara nyingi wamekuwa wakishiriki katika mambo kama haya yenye kheri, na hatuwasahau wenzetu wa ZBC. Tumeona ndugu zetu kutoka Zanzibar, Unguja na Pemba, na wenyewe wanashiriki upekee wa mashindano haya. Lakini pengine katika kutihitimisha nasaha zangu, kwanza nimepokea risala na nitawasilisha salamu zenu pamoja na ombi la Umaif kwamba kuomba mashirikiano pamoja na Zanzibar Maisha Bora Foundation ambayo mwenyekiti wake ni Mama Mariam Mwinyi, na lengo lake kubwa ni kuhakikisha kuna welfare ya wasichana pamoja na wanawake, na ndiyo maana Zanzibar Maisha Bora Foundation. Nadhani jambo hili atalipokea. Lakini la pili, inawezekana vile vile tukisimama imara tunaweza insha Allah tutakapo mwakani Allah kitufikisha, tunaweza tukafanya mashindano kama haya ya wanawake kimataifa, kwamba sasa tuwachukue na wenzetu tuje kushindana nao katika jambo hili la kheri. Tumeambiwa tushindane kwa wale wanaoshindana katika kheri. Kwa hiyo nadhani pengine Umaif tukiungana na taasisi nyingine na sisi viongozi tunaweza tukalitafutia busara jambo kama hili, tukawa na mashindano ya kuhifadhi Qur'an tukufu kwa wanawake, watu wazima, lakini yakawa ya kimataifa. Na mimi ninaamini kwa vijana wetu hawa ambao wamehifadhi Qur'an, walivyokuwa wanaisoma Qur'an, na ninaamini wanaitenda Qur'an, basi tutashinda sisi kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani hilo tulifanyia kazi na ninaamini kwamba litafanikiwa. Kwa hiyo bila kusahau jambo jingine, nimekuja leo na dadangu anaitwa Hajat Salma Mohamed Said. Yeye anasema kwenye mambo kama haya huwa hapendi sana kukosa. Kwa hiyo nilipomwambia anamwakilisha Mama Mariam mmoja, akasema hiyo tunafatana, tunakwenda wote. Na yeye anashajiisha sana katika masuala mazima ya maendeleo ya wanawake, lakini vile vile kuhusiana na welfare hizi za wanawake. Nakushukuru sana kwa kuwepo hapa. Kabla sijakamilisha nasaha hizi, mimi mbali ya kazi ambazo nazifanya sasa, nimepewa jukumu la kusimamia sekta ya afya, na naisema hapa kwa sababu nimeona namna gani sisi wanawake ndio tunakuwa wahanga kwenye masala haya ya changamoto za kiafya. Kwa hiyo nimeona Umaif
mbali tu ya kujishughulisha na masala yetu ya dini, lakini vile vile wanashughulika na masala ya kidunia. Na vile vile Mama Shamim Khan, naomba nikuombe JUAKITA, kwa sababu umezungumza kwamba tunashughulika vile vile na masala yetu ya dunia, lakini kubwa zaidi ni afya zetu sisi wanawake. Tumeona ni wahanga. Kwa hiyo mbali katika uchaguzi maybe mtakaofanya, nadhani vile vile tuangalie sekta ya afya na namna gani wanawake wanakuwa ni waathirika katika sekta ya afya physically. Tuna changamoto za vifo vya mama na watoto wachanga, tuna changamoto za afya ya akili na mambo mbalimbali. Nadhani hili tulichukue ili liwe ni sehemu ya ajenda yetu. Kwa maana hiyo kuna juhudi kubwa ambazo zimefanikiwa katika upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na upande wa Zanzibar kwenye masuala ya afya, lakini nadhani taasisi kama hizi ambazo tunasimamia kwa pamoja masuala haya ya dini ya Kiislamu kuendeleza mbele jambo la afya, na lenyewe jisitupite. Ni lazima kina mama, ili tuweze kusimama, tuweze kumudu majukumu yetu, tuweze kufanya mambo yetu sisi tukiwa kama house managers, lakini vile vile sisi tukiwa tunamhitaji Allah, lakini tusisahau afya zetu. Leo kipekee nimefurahi kumwona Ukhti Fatma Mdidi. Huwa namuona kwenye social media, huwa namuona anatupa makavu live sisi wanawake. Tunakushukuru. Leo nimefurahi nimekuona, na leo sijui tumemshtukiza. Alikuwa mpole zaidi, lakini huwa anatupa hamasa kubwa kama wanawake, malezi, hata anashughulika vile vile na vijana. Lakini hii yote inahitaji afya nzuri, akili pamoja na mwili. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, nadhani hili litakuwa ni sehemu ya ajenda yetu, ili tuweze sasa sisi kama wanawake kusimama na kulisimamia gurudumu hili lililo mbele yetu. Basi nahitimisha nasaha kwa mara nyingine tena kwa waandaaji hawa ambao wamemwalika Mama Mariam Mwinyi kuwa mgeni rasmi, na mimi nipo hapa kwa niaba yake. Na kwa mara nyingine tena nitakwenda kumpelekea hizi salamu pamoja na salamu za Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.